Pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ameweza kutuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Leo tunaanza somo jipya linalosema jinsi ya kusikia sauti ya Mungu, jinsi ya kusikia sauti ya Mungu. Na yako mambo sio mengi, lakini machache ambayo ni muhimu tunatakiwa tuweze kuyazingatia. Na kadri tutakavyojadili katika somo hili, mwisho wa siku utagundua kwamba unaisikia sauti ya Mungu, sema tu hujajua kama huyo anayesema na wewe ni Mungu. Na ndilo jambo ambalo nataka nikupitishe kwenye maandiko, nikuonyeshe ili uwe na ujasiri wa kumsikia Mungu wakati wowote, mahali popote pale ambapo unahitaji kuzungumza naye. Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, na kwa sababu hiyo basi unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao, ukaunganishwa kuna grupu la mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwako mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa upendo wako. Na mwisho napenda kutoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwamba unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Uaminifu wako na upendo wako kwa watakatifu ni uthibitisho wa uaminifu wako na upendo wako kwa Mungu. Kumbuka, uwezo ukasema unampenda Mungu usiyemuona wakati mwanadamu unayemuona humpendi, mwanadamu ambaye ameumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Na Bwana Yesu akasema kama mnanipenda basi mtashika maagizo yangu, na agizo lake lilikuwa nipelekeni injili, ndio mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo nikupe hongera sana wewe ambao umeamua kushiriki kila mwezi kwa kuchangia gharama za kupeleka injili. Wewe na kuhakikishia ni kati ya 1%, hata 1% ni nyingi, ni kati ya 0.1% ya wanaonisikiliza na kujifunza kila siku kupitia mafundisho ya Kristo, ambao umeamua kuwa mtii na kuonyesha upendo wako kwa Mungu kwa kupelekea wengine injili. Wako wanaonisikiliza wengine kama wewe, kila siku wananisikiliza, lakini hamna hata siku moja wamethubutu kutoa walichonacho kwa ajili ya kuonyesha upendo wao kwa Mungu na kusababisha wengine wafikiwe na injili. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka nimesema somo tunalolianza leo linaitwa jinsi ya kusikia sauti ya Mungu. Na yako mambo mengi, sio mengi sana, lakini mambo ni muhimu, tunaweza tukayajadili, tukayaangalia. Na kama nilivyosema katika utangulizi, ninaamini tutakayoangalia, tutakapofika mwisho wa hili somo, basi utakuwa umefahamu na kujiridhisha na kujihakikishia kwamba kweli wewe unasikia sauti ya Mungu. Kwa sababu Wakristo wengi ukikutana nao wanasema nataka kumsikia Mungu, nataka kujua Mungu anapozungumza, sasa mimi simsikii Mungu. Lakini kiukweli ukisoma maandiko, maana yake ni kwamba wewe unamsikia Mungu. Kwa hiyo mstari tutakaosimamia ni Yohana 10 mstari wa 27, ambako ni mstari ambao nimeuchagua kwa sababu ni jibu. Kwa hiyo naanza na jibu, alafu tutarudi nyuma kidogo kwenye Agano la Kale, tutapita kule, alafu baadaye tutarudi kwenye Agano Jipya, alafu baadaye nitakupa kama niseme keys ama funguo ama siri chache ambazo unaweza ukazitumia ili kuimarisha uwezo wako wa kusikia sauti ya Mungu, ama kuwa sensitive kwa Kiswahili chake, sio ni kuwa makini, sio unaweza kusema namna hiyo. Twende kwenye Yohana 10:27. Haya ni maneno ya Bwana Yesu. Bwana Yesu anasema hivi, anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua nao wanifuata. Kwa hiyo anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, alafu anasema nami nawajua nao wananifuata.
Sasa of course ukisoma katika mlango huu mstari la mwanzo anasema nawajua kondoo wangu kwa majina. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema wewe una uwezo wa kusikia sauti yake. Sasa kumbuka Yesu ni Mungu pia. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema kwamba wewe una uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Wewe hapo unanisikiliza sasa hivi una uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Ungekuwa hauna uwezo wa kusikia sauti ya Mungu usingekuwa unanisikiliza sasa hivi. Sababu kwamba unanisikiliza sasa hivi ni kwa sababu umeisikia sauti ya Mungu na umechukua hatua, ndio maana unanisikiliza sasa hivi. Sijui kama unanielewa ninachozungumza. Ungekuwa huwezi kuisikia sauti ya Mungu usingekuwa umeokoka. Sababu kwamba umeokoka, umezaliwa mara ya pili, ni uthibitisho tosha kwamba wewe unasikia sauti ya Mungu. Angalia mstari ule wa 27 tena na 28, anasema hivi, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka katika mkono wangu. Kwa sababu kwamba wewe umezaliwa mara ya pili na unao uzima wa milele sasa hivi, ni uthibitisho tosha kwamba wewe unasikia sauti ya Mungu. Hilo tuliweke wazi kabisa. Kwa hiyo rafiki, huna tatizo la kusikia sauti ya Mungu. Tatizo linalo wewe ni hichi kipengele anachosema. Kumbuka Bwana anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, nami nawajua. Alafu angalia kinachofuata. Anasemaje? Anasema nao wanifuata. Tafsiri nyingine ya kusema nao wananifuata tungeweza kusema pia nao wanatii ama wanafuata maelekezo yangu. Nao wanafuata maelekezo yangu. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo kumfuata maana yake ni kufuata maelekezo yake. Kwa hiyo anasema kwamba wewe unamsikia sauti yake na unamfuata. Sasa tatizo lililoko ni hili. Wengi mnasikia, sio wengi, wote, kila mtu aliyezaliwa mara ya pili na hata mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili, wote wanasikia sauti ya Mungu. Na nitakupa uthibitisho. Tatizo tulilonalo ni kwamba tunaposikia sauti ya Mungu hatufuati kile ambacho kinasemwa. Na kwa kadiri ambavyo unaendelea kupuuza hii sauti ya Mungu, ndivyo ambavyo unavyozidi kuwa na moyo mgumu ama unavyozidi kuwa sugu na kuzimisha hii sauti. Sio kwamba usikie, unaisikia kabisa. Hakuna mtu ambaye hasikii sauti ya Mungu. Everybody. Sasa Bwana Yesu anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Ukirudi, maana leo ni utangulizi, kwa hiyo ngoja tupige kidogo kambi kwenye Yohana 10 hapa. Sasa turudi kwenye mstari wa 4, mstari wa 4 na wa 5. Anasema hivi, hii Yohana 10:4-5. Anasema naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Alafu mstari wa 5 anasema hivi, mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Kwa hiyo anasema wazi kabisa kwamba kondoo wangu wanaijua sauti yangu, lakini sauti ya mgeni hawaijui. Sauti za wageni hawazijui. Wakisikia sauti ya mgeni wanakimbia. Sasa changamoto tulionayo leo hii, tuna Wakristo, watu wamezaliwa mara ya pili, sauti ya Bwana Yesu wanaijua, lakini kwa bahati mbaya pia wanasikia sauti za wageni, na wakisikia sauti ya wageni badala ya kukimbia wanawakimbilia. Sijui kama unanipata rafiki. Hili ni tatizo. Kumbuka alisema wewe unasikia sauti yake, na unaposikia sauti yake unamfuata. Hili ni tamko ambalo Bwana Yesu amelisema. Na anasema kwamba sauti za mgeni wewe huzijui. Ukisikia sauti ya mgeni utakimbia. Sasa shida ni kwamba tunasikia sauti ya mchungaji mwema ambaye ni Kristo, ambaye ni Mungu, lakini badala ya kumfuata tunagoma. Alafu tunasikia sauti ya mgeni ambayo ni ya adui, ambayo ni ya ibilisi, alafu badala ya kuikimbia hiyo sauti tunafuata hiyo sauti. Kwa hiyo hapo ndo tatizo lilipo. Sasa tenda ratibu nifafanue. Leo ni kipindi cha kwanza. Sikiliza hii. Bwana Yesu anasema kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Na anasema sauti ya mgeni hawaijui. Kwa lugha nyingine anasema kwamba wewe huijui sauti ya ibilisi, unaijua sauti yake. Sasa swali linakuja, kama siijui sauti ya mgeni, inakuwaje basi wiki iliyopita nilienda nikalewa?
Hilo ni swali la kwanza. Na swali la pili, ilikuwaje basi hiyo sauti ikanishawishi nikaenda nikaelewa? Ilikuwaje nikaisikia wakati Bwana Yesu anasema sauti ya mgeni hawaisikii? Sasa ngoja nikupe kitu hichi. Ili uweze kusikia sauti ya mchungaji mwema na wakati huo usiweze kusikia sauti ya mgeni ambaye ni ibilisi, ufahamu wako unatakiwa kufanywa upya. Tarudia tena. Ili uweze kusikia sauti ya mchungaji mwema ambao ni ya Kristo, na wakati huo usiweze kusikia sauti ya mgeni ambao ni ya ibilisi, ufahamu wako unatakiwa ufanywe upya. Unatakiwa ubadilishe kufikiri kwako. Ndio maana Bwana Yesu alipokuja, mwanzo kabisa wa kuhubiri kwake alikuwa akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, akisema wakati umetimia, tubuni na kuiamini Injili. Anasema wakati umetimia, ufalme wa Mungu umefika, badilisheni namna mnavyofikiri na muanze kuamini katika habari njema. Kwa hiyo pasipo wewe kubadilisha namna ambavyo unafikiri, itakuwa ni vigumu sana kwako wewe kusikia sauti ya mchungaji mwema, na itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuendelea kusikia sauti ya adui ya ibilisi. Na hili ndio tatizo tulilonalo kwenye kanisa, kwamba watu wamezaliwa mara ya pili. Baada ya kuzaliwa mara ya pili, hawajachukua hatua yoyote wala hawako makini katika kuhakikisha wanabadilisha kufikiri kwao na kuanza kuamini tofauti na vile ambavyo walikuwa wakiamini kabla ya kuzaliwa mara ya pili. Unajua nitatoa mfano mmoja labda miwili itaweza kusaidia. Kwa mfano, sisi wa Kristo tunaamini kwamba Yesu Kristo alizaliwa na Mariamu kwa kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, Mariamu akiwa bikira hakukutana na mwanaume. Ni neno la Mungu ambalo liliingia katika moyo wake. Hilo neno Roho Mtakatifu akalichukua, likageuka likawa mbegu, na kwa maana hiyo mtoto Yesu akazaliwa. Sasa wewe ulivyoambiwa ilikuwa ni nyepesi kuielewa, kwa sababu kwa wakati huo ulikuwa unaweza kusikia sauti ya mchungaji mwema. Shida inakuja hapa kwa watu wengine. Nakumbuka nikiwa wakati fulani niko Mbeya kwenye redio moja pale mjini Mbeya, na nilikuwa niko live, na kwa maana watu wakawa wanapiga simu kuuliza maswali. Ndugu mmoja akapiga simu kuuliza swali, na ni kwa sababu kwenye imani yake yeye hawaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ndivyo ambavyo wanavyoamini wao. Kwa hiyo alipopiga, akapiga simu kwa kejeli na vishindo vikubwa sana. Akaniambia, kama Yesu ni mwana wa Mungu, mke wa Mungu ni nani? Kwa sababu Mungu sio kiumbe, na ukisema kwamba Yesu amezaliwa na Mungu maana yake ni kufuru. Nikamuuliza swali moja, nikamuuliza, aliyekuambia kwamba ili mtoto apatikane lazima ngono ifanyike ni nani? Nikamuuliza, Adamu aliumbwaje? Jamaa akakata simu, kwa sababu alijua anapoelekea. Kwa sababu kama Mungu aliweza kumuumba Adamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, kwa nini ashindwe kumuumba Yesu Kristo ndani ya tumbo la Mariamu? Kwa nini ufikirie tu kwamba habari ya mtu kuzaliwa ama kuumbwa lazima ngono sio? Unanielewa? Iko inaonyesha kufikiri kwake kuwa kuna shida, kwa sababu haisikii sauti ya mchungaji. Kwa hiyo na ibilisi ndio anatumia hiyo fursa. Ndio maana mtu mwingine anakuja anamwambia kwamba anakuja anaumwa, unamwambia sikiliza ndugu, neno linasema sheria ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu imewekwa kwa huru mbali na sheria ya dhambi na mauti, na kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona. Ndani anakuambia sasa, kama mimi nimepona, mbona bado nasikia maumivu? Mbona bado naumwa? Kwa nini mtu anasema namna hiyo? Maana yake haisikii sauti ya mchungaji mwema, bado anaisikia sauti ya adui. Sasa ili aweze kusikia sauti ya mchungaji mwema, anatakiwa abadilishe namna ambavyo anafikiri. Na atakapobadilisha namna ambavyo anafikiri,
Maana yake moja, itamsaidia kusikia sauti ya mchungaji mwema, lakini mbili, itazuia yeye kusikia sauti ya adui. Na kwa maana atakaposoma kwenye neno kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona, then anakubaliana, pamoja na kwamba anasikia maumivu, pamoja na kwamba bado yuko mdhaifu, anasema kama Mungu umesema, na wewe Mungu unaumba kila kitu kupitia neno lako, na hakuna chochote kilichoumbwa pasipo neno lako, na neno lako linasema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nimepona, basi najua huu ndio ukweli. Na kwa maana anachukua hatua sawa sawa na hilo neno, then uponyaji unadhihirika. Lakini kama bado anasikia sauti ya adui, anasema sasa mimi namwamini Mungu lakini sijapona bado. Mbona mimi nimemwaminia Mungu anisaidie kulipa kodi ya nyumba, alafu kodi bado hajanilipia? Ndo maswali yanakuaga namna hao. Maswali ya namna hiyo ni ya watu ambao fahamu zao hazijafanywa upya, kufikiri kwao hakujabadilika bado. Ni mpaka pale utakapobadilisha kufikiri kwako, ndipo utaweza kuisikia sauti ya Mungu. Okay, ngoja tuongezee kitu hapo. Twende kwenye Warumi 12. Warumi 12, nitasoma ule mstari wa 2, alafu niruhusu nisome kwenye Biblia ya tafsiri ya neno. Kitu kimekaa vizuri. Asikia anavyosema, anasema hivi. Anasema, msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu. Kwa lugha nyingine, msifikiri kama watu wa ulimwengu wanavyofikiri, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Ama napenda kwenye Biblia Habari Njema anasema fikra zenu. Alafu anasema, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayopendeza machoni pake na ukamilifu. Kwa hiyo anasema hivi, sikia kwenye Biblia Habari Njema anavyosema. Anasema, msiige mitindo ya ulimwengu huu, bali Mungu afanye mabadiliko ndani yenu kwa kuzigeuza fikra zenu. Hapo ndipo mtakapoweza kuyajua mapenzi ya Mungu na kutambua jambo lililo jema, linalompendeza na kamilifu. Sasa anasema ili wewe uweze kujua mapenzi ya Mungu, ni lazima ubadilishe namna unavyofikiri. Anasema kama haujabadilisha namna unavyofikiri, hauwezi ukajua mapenzi ya Mungu ni nini. Unaona kitu rafiki? Na kwa maana hiyo, mapenzi ya Mungu tunayajuaje? Mapenzi ya Mungu tunayajua kupitia sauti yake. Kupitia sauti yake. Lazima uwe umemsikiliza mtu ndio ujue hichi anakipenda ama hichi hakipendi. Na kwa maana anasema ili wewe uweze kujua mapenzi ya Mungu, lazima uwe umebadilisha namna unavyofikiri. Na ndio maana Bwana Yesu alitilia mkazo sana umuhimu wa kubadilisha namna tunavyofikiri, maana yake ya kutubu. Kutubu sio wewe kulia na kutoa kamasi. Kutubu ni kubadilisha namna ambavyo unafikiri na kuanza kuamini tofauti. Kwa hiyo neno linasema, na Bwana Yesu mwenyewe amesema kwamba wewe una uwezo wa kusikia sauti yake. Na anasema unaposikia sauti yake unatakiwa kumfuata. Tatizo ulilonalo rafiki ni kwamba unasikia sauti ya mchungaji mwema lakini huwa haufuati. Na ukifanya hivyo unaanza kuharibu dhamiri yako. Kwa sababu mchungaji mwema anapozungumza na wewe, anazungumza kupitia dhamiri yako. Anazungumza kupitia dhamiri iliyo njema na safi. Na nadhani kwenye Timotheo, takuonyesha nadhani kipindi kinachokuja, Paulo anasema kwamba hawa watu wamechoma kwa moto, kwa pasi dhamiri zao. Isi dhamiri yako unaweza ukaishinikiza. Okay, ngoja nikupe. Unajua kuna watu wengine ni very simple. Kwa mfano, wakati Mungu anaanza kunifundisha ili niwe sensitive kwa sauti yake, ili niweze kuwa makini, ili niweze kuwa, Kiswahili chake kinakuwa kigumu, sio sensitive inaitwa nini, ili niweze kunini, niwe mwepesi wa kusikia sauti yake, niwe mwepesi wa kutambua anapozungumza na mimi. Alianza na mimi na vitu vidogo sana, very simple stuff. Wakati mwingine unaweza ukawa labda uko chumbani ama uko kwenye korido ama uko mahali kwa mfano, alafu unaona karatasi ambao ni uchafu umetupwa chini, alafu anakuambia ukote karatasi iondoe hapo. Sasa una mawili, aidha ukubali uokote ama ukatae. Ukikataa kuiokota, kumbuka anazungumza kupitia dhamiri yako, kama nitakuonyesha na tutangulizia tu mbele ili uanze kupata picha. Ukikataa kuiokota, maana yake ni kwamba umepunguza
uwepesi wa wewe kutambua sauti yake. Kwa sababu hapa Bwana Yesu anasema kwamba wanaijua sauti yangu nao wanaifuata. Kwa hiyo anakuambia ondoa hiyo. Ama kuna wengine labda wameshakuwa na mimi mahali, naweza kaa naendesha gari, alafu nikakuta kuna jiwe liko katikati ya njia. Huwa nasimamisha, nashuka, naokota lile jiwe kutoka katikati ya njia, naliweka pembeni. Sikwepi tu afu nikaendelea na safari zangu. Ilianzaje? Ilianza kwa Mungu kuniambia kwamba unaanza kujifunza, kujifundisha kuwa mwepesi wa kutambua sauti yangu kwa kufuata maelekezo, vitu ambavyo vinaonekana ni vidogo lakini vya muhimu. Sijui kama unanielewa. Wakati mwingine unaweza ukawa nauma kipindi fulani, wakati kama 2009 naamka asubuhi nataka kuomba, alafu chumba kiko shagalabagala, blanketi liko kule, shuka iko kule, viatu sijui nguo zimekaa hivi, alafu nataka kuomba, anasema akisha chumba kiko safi, tandika, panga nguo, panga viatu, ndo uombe. Kwa hiyo inabidi uache habari ya maombi, uanze kufanya. Ni hiyo sauti ndogo. Unasema lakini mbona sio jambo la kiroho? Wewe ndio unasema sio jambo la kiroho. Kwa sababu unashindwa kujua kwamba Mungu anajishughulisha sana na mambo yako. Anajishughulisha sana na ustawi wako. Anajishughulisha sana na mafanikio yako. Kwa hiyo ukianza kufanya hivyo, kadri unavyoanza kufanya hivyo, then unaanza kuwa mwepesi wa kusikia sauti yake. Kwa sababu sio kwamba azungumzi. Mungu anazungumza masaa 24 na anasema wewe una uwezo wa kusikia sauti yake. Swala ni kwamba umekuwa unaposikia sauti yake haufuati kile anachosema. Hapo ndo tatizo linapoanza. Na ndio maana mwisho wa siku unakuwa kama vile sauti ya Mungu ni ngeni masikioni mwako. Sasa unajua unasema okay, kwa hiyo anazungumzaje? Nitakwambia wewe, nisikilize kwanza anachokisema. Kwa hiyo katika somo hili ninavyofundisha, nitakufundisha uone wazi kabisa umuhimu wa kuijua hii sauti na umuhimu wa kufuata kile ambacho kimesemwa na hii sauti. Kadri utakapofuata kile ambacho kimesemwa na hii sauti, maana sauti ya mchungaji mwema, ndivyo ambavyo utakuwa mwepesi wa kutambua sauti yake akizungumza. Napenda story moja ya mtumishi mmoja anaitwa John G. Lake. Ni mtumishi wa zamani, alifariki mwaka 1935. Anazungumza siku moja akiwa Marekani, anaendesha gari, miaka hiyo ya zamani sana. Mwaka 1900 sikumbuki na ngapi, lakini kabla hiyo hajafariki. Anasema alikuwa anapita kwenye barabara ambayo inapanda kwenye mlima, inazunguka mlima, na Marekani wanaendeshea gari mkono wa kulia, sio mkono wa kushoto kama sisi tunavyofanya hapa Tanzania. Na anasema alipokuwa anaendesha, wakati anaenda kwenye kona, anapanda mlima sasa, anasema ghafla wakati anakaribia kwenye kona, Mungu akamwambia paki gari kushoto. Sio, unasikia hiyo? Kwa anasema nikapaki gari kushoto. Nakumbuka wao wanaendeshea kulia, sio upande wa kushoto, na yuko kwenye kona. Kwa hajui kama kuna gari inakuja ama haiji, lakini anasema kwa sababu naijua hiyo sauti, kwa sababu nimezoea hiyo sauti, nikapaki gari kushoto, nikazima. Anasema nilipopaki gari kushoto tu, likatokeza lori lilikuwa limetoka kubeba magogo huko mlimani, linakuja breki zimefeli. Na kwa eneo linaporomoka, na lilikuwa upande gani? Lilikuwa upande wa kulia. Kwa hiyo ina maana angekuwa amebaki upande wake wa kulia ambao ndio haki yake, angegongana uso kwa uso na lile lori. Kitendo cha yeye kuweka gari kushoto ambao upande sio wa kwake, ikasababisha akaepuka ajali. Kivipi? Kwa sababu alisikia sauti ya mchungaji mwema. Sasa sensitivity, wepesi wa kusikia sauti, tunaupataje? Tunaupata kwa kutii sauti kila mara inapozungumza na sisi. Tunapata uwepesi, ama tunajifundisha kuwa uwepesi wa kutambua na kusikia sauti ya Mungu kila mara tunapotendea kazi kile ambacho ametuambia. Na kwa bahati mbaya wengi tumekuwa ni mabingwa wa kupuuza hii sauti, na kwa maana hiyo tumesababisha izime katika mioyo yetu. Inazungumza, tunaisikia kwa mbali mno, na kwa baadaye tumeruhusu sauti nyingine nyingi ndio zimekuwa zina ushawishi mkubwa katika maisha yetu kuliko sauti ya mchungaji mwema. Sasa nitakuonyesha katika kipindi kinachokuja. Lakini kama unanisikiliza na haujampokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, na unajua moyoni mwako kabisa unatakiwa ufanye kwa sababu Mungu anasema na wewe, fanya maombi yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, ninaamini wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu
ya kuwa wewe ni Bwana. Ninakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi nakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.